Kwa ridhaa yako Katibu, nimwombe kaimu meneja wa RUWASA ili aweze kutupatia taarifa, alafu nikukaribishe wewe pamoja na wajumbe wa kamati ya siasa, ili kama kuna la lolote la kutueleza, maelekezo, maagizo ama ushauri, tupo tayari kuyapokea. Ndugu mwenyekiti wa kamati ya siasa, mradi wa ukarabati wa skimu ya maji Kanyagele unagharimu na gharama ya Tanzania shilingi bilioni 2.8 na unatekelezwa na serikali ya Tanzania chini ya fedha za serikali kuu GOT. Mradi huu unatekelezwa kwa awamu mbili. Utekelezaji wa mradi kwa awamu ya kwanza ulianza Aprili 16, 2025 na ulitarajiwa kukamilika Juni 17, 2025. Hadi kufikia Januari 2026 hakuna fedha zilizotumika katika ujenzi wa mradi huu. Ndugu mwenyekiti wa kamati ya siasa, lengo la ujenzi wa mradi wa maji wa ukarabati wa skimu ya maji Kanyagele awamu ya kwanza katika kijiji cha Ibula ni kuwapatia wananchi huduma ya maji safi na salama, ambapo awali walikuwa wanapata maji yasiyotosheleza. Hadi kukamilika kwake una uwezo wa kuwahudumia wananchi wapatao 9669. Aidha, wananchi wameshirikishwa tangu kuanza kwa mradi huu kupitia vikao mbalimbali na wameshiriki katika ulinzi wa vifaa vya mradi. Ndugu mwenyekiti wa kamati ya siasa, mradi huu unahusisha uchimbaji wa mtaro, uungaji wa bomba na ufukiaji wa mtaro wa bomba wenye urefu wa kilomita 9.6, kubeba na kuunga bomba kutumia mashine, ujenzi wa chemba za washout na ya valve, utengenezaji na usimikaji wa alama za bomba beacon 97, ukarabati wa chemba ya kukusanyia maji kwenye banio na kufanya maunganisho ya bomba moja la kutolea maji. Ndugu mwenyekiti wa kamati ya siasa, hadi kufikia Januari 2026 mradi huu umefikia asilimia 90 za utekelezaji, ambapo kazi zilizofanyika ni uchimbaji wa mtaro, uungaji wa bomba na ufukiaji wa mtaro wa bomba wenye urefu wa kilomita 9.6 umekamilika, ukarabati wa chemba ya kukusanyia maji kwenye banio na kufanya maunganisho ya bomba ya kutolea maji, kubeba na kuunga bomba kwa kutumia mashine fusion. Ndugu mwenyekiti wa kamati ya siasa, kazi ambazo hazijakamilika hadi sasa ni ujenzi wa chemba za washout na ya valve, utengenezaji na usimikaji wa alama za bomba. Ndugu mwenyekiti wa kamati ya siasa, changamoto za utekelezaji wa mradi huu ni kuchelewa kwa malipo ya mzabuni wa bomba na kufundi kiasi cha Tanzania shilingi milioni 445, hali iliyopelekea mradi kuchukua muda mrefu kukamilika. Ndugu mwenyekiti wa kamati ya siasa, wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA wilaya ya Rungwe inatoa shukrani za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutoa fedha za utekelezaji wa ukarabati wa skimu ya maji Kanyagele awamu ya kwanza ambayo inahudumu kijiji kimoja cha Ibula. Naomba kuwasilisha. Hii inaenda kuhudumia wanakijiji wa kitongoji cha Ibula. Lakini Kibumbe ilikuwa ni changamoto kubwa ya maji, na penyewe pale wananchi ni wengi zaidi Kibumbe kuliko hata walioko Ibula. Nafikiri wengi mtoka pamoja hapa. Je, mradi huu utaenda kwa accommodate na watu wa Kibumbe au utaishia hapa Ibula? Awamu ya pili itajengwa tenki lingine, kwa maana hii gharama ya bilioni 2.8 ambayo itasambaza maji kwenda kijiji cha Ibula mpaka Ibumbe. Mpaka Kibumbe. Mimi nichukue nafasi hii tu kuwapongeza viongozi wangu wa chama, lakini pia nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuletea miradi mikubwa. Leo tumepokea mradi wa maji zaidi ya bilioni 2.9 ambao bilioni 2.2 ndani ya kata yetu ya Kiwira, kijiji cha Ibula. Kwa mimi nashukuru sana, lakini pia niwapongeze viongozi wangu wa chama kwa kuweza kuisimamia serikali vizuri, na sisi kama kwa niaba ya wananchi wa kata ya Kiwira tutaendelea kutoa ushirikiano mkubwa kwa serikali yetu inaongozwa chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kipekee nipende kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kuleta fedha bilioni 2.8, lakini pia huu mradi ni mmoja ambao Mheshimiwa mbunge alikuwa anapambania sana, hasa katika kufika katika kijiji cha Kibumbe. Huu mradi utawanufaisha wakazi wa kijiji cha Ibula, lakini tulikuwa tunatamani sana kufikisha katika kijiji cha Kibumbe. Hivyo nikushukuru sana mwenyekiti, nimpongeze Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nimpongeze Mheshimiwa mbunge Albert Anthony Montona kwa kuendelea kuomba fedha ili kusudi miradi hii kuenda kukamilika. Lakini pia nimpongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa usimamizi wake mzuri wa miradi hii. Hivyo na mimi nitoe wito miradi kama hii mikubwa iendelee kutunzwa. Nitoe wito wangu na ushauri wangu kwa RUWASA
ili waendelee kuitunza miradi hii, hasa katika kufunga makufuli sehemu ambazo kuna geti zile za kutilia maji. Mimi nikushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana. Chombo cha utumia maji tunatoa agizo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tuna makufuli pale yabanwe pale kwa ajili ya usalama wa eneo. Tumeelewana ndugu zangu? Kwa sababu ni hatari sana kwa maisha ya wananchi wetu. Lakini la mwisho, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nichukue nafasi yako kushukuru sana. Kwa sababu katika ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi tuliagiza kwamba kila mwananchi aweze mama aliagiza kwamba tupate fursa ya kumtoa maji ndoo kichwani. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa kutoa hizo bilioni 2 kuhakikisha mradi huu unaweza kukamilika kwa wakati. Na tunaomba watu wataalamu wa maji, fedha hizi zikitolewa, zikishafika kwa mkandarasi, muhakikishe mradi huu unakamilika kwa wakati ili utekelezaji wa ilani uweze kukamilika kwa wakati. Lakini pia tuna katibu wa mbunge tupata nafasi nayo kusemea kwa sababu sijatimisha. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Mantona kwa kuweza kusimamia miradi hii na kuhakikisha kwamba kuondoa kiu ya maji wananchi wake wa Rungwe. Anafanya jitihada kubwa sana. Tuendelee kumuunga mkono na tutoe pongezi nyingi kwa Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Tufikishie Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutufikishia kwa kutekelezea swala la maji. Kwa sababu Kiwira kuna changamoto kubwa sana ukilinganisha na idadi ya watu wakazi wa eneo hili. Nakushukuru sana.